Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji unayetufuatilia mahali popote ulipo, nikukaribishe katika ibada yetu ya maombi ya usiku wa manane. Uko na mimi Lydia Kagisa chini ya huduma ya Mungu yuko hapa. Nikukaribishe uambatane nasi popote unapotufuatilia. Unaweza kushare link yako ili watu wengi waweze kunufaika juu ya ibada hii ambayo tunakwenda kuianza. Naweza kushare, unaweza kutuandikia hapo, usiache kucomment, usiache kutuambia chochote. Kama kuna jambo lolote la kushauri, usiache kutuandikia hapo, na sisi tuko tayari kabisa kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuende mbele za Mungu kabla ya kipindi. Tumshukuru Mungu na tujiweke wakfu kwake ili apate kutusaidia. Mungu uliye hai, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu mtakatifu, mfalme wa utukufu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ambaye niko uliyekuwepo, upo, unayetupenda na kutujali, unayetuwazia mema. Wewe ambaye ulali wala usinzii kwa ajili yetu, unajishughulisha sana na mambo yetu. Nasi tunanyenyekeza kwako Mungu mtakatifu kwa moyo wa shukrani, kwa sababu tunatambua kabisa wewe ni Mungu, hakuna mwingine zaidi yako. Jina lako limetukuka na uko juu ya miungu yote. Asante kwa sababu unatulinda, unatuepusha na mabaya na hatari zote. Wewe ulali wala usinzii, na umesema Bwana asipoulinda mji walindao wakesha bure. Kama sio wewe Bwana uliyekuwa upande wetu, Israeli na aseme sasa. Tumeuona mkono wako na fadhili zako na rehema zako na ukuu wako na upendo wako katikati ya maisha yetu, tukiamini kabisa kwamba wewe peke yako unastahili. Heshima na mamlaka na nguvu na uwezo na ukuu vyote ni vyako, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Takatifu Baba yetu wa mbinguni, tunajiweka wakfu tukiomba toba na rehema mahali popote tulipokwenda kinyume na mapenzi yako, katika kuwaza, kunena na kutenda, hata kutokutimiza wajibu. Ninatubu kwa ajili ya malango, natubu kwa ajili ya kuta, natubu kwa ajili ya ardhi, ninatubu kwa ajili ya mbingu zako juu ya vichwa vyetu, natubu kwa ajili ya familia zetu na ndugu zetu. Baba, tunajiweka wakfu kwako, maana imeandikwa, ni nani basi atakayejiweka wakfu kwa ajili ya Bwana? Tuko tayari Bwana kujiweka wakfu kwa ajili yako. Takasa nafsi zetu ili tunapokwenda kuianza ibada hii, tunaenda kinyume na kila roho zinazojiinua juu ya elimu ya kwako Mungu. Tunateka nyara kila fikra ikapate kukutii wewe Kristo. Chochote kinachojiinua tunakiangusha kabisa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Onekana Roho Mtakatifu, mwalimu na kiongozi mwema, ukaratibishe kila kitu, kadirike katika kila tendo kwa utukufu wako Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Tuko tayari Bwana, tukinyunyiza na damu yako kwenye kila neno tutakalolisoma. Endelea kuachilia mafunuo na maarifa, maana imeandikwa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Baba, tusaidie tusiangamie kwa sababu ya maarifa ambayo unayaachilia kwetu, nasi tukayapokee, na akatusaidie. Ukisema tukiyakataa maarifa, na wewe unatukataa sisi. Tuko tayari kuyapokea kwa utukufu wako. Karibu Roho Mtakatifu, karibu na nguvu zako, karibu tuwezeshe, karibu tuhekimishe, karibu tufundishe sawa sana shauri yako. Na zaidi ya yote tunaomba roho neema na kuomba kaachiliwe juu yetu, tukapate kuomba kwa utukufu wa jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Karibu mtu wa Mungu, karibu tufatane nami. Neno linalotuongoza linapatikana kwenye kile kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 34. Kutoka 34. Nitasoma kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 14. Nasoma kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 14, lakini lengo langu la msingi liko kwenye mstari wa 13. Lakini acha nianzie mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, akasema, tazama nafanya agano mbele ya watu wangu wote. Nitatenda muujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote, wala katika taifa lolote, na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana, maana ni neno la kutisha nilitendalo. Liangalie neno hili ninalokuamuru leo. Tazama mbele yako ninamtoa Mwamori na Mkanaani na Mhiti na Mperezi na Mhivi na Myebusi. Ujiadhari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea, lisiwe mtego katikati yako. Mstari wa 13 sasa anasema, bali utabomoa madhabahu zao na kuzivunja nguzo zao na kuyakatakata maashera yao, maana utamwabudu mungu mwingine, kwa maana Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ndiye Mungu mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukara sadaka yake. Nimesoma mpaka mstari wa 15.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka tunapokwenda kuomba leo, tunaenda kuomba kushughulikia madhabahu. Nenda kavunje kila madhabahu ambayo imeshikilia maisha yako. Madhabahu, ninapozungumza madhabahu, sizungumzii madhabahu katika Mungu aliye hai. Na ukiangalia mstari wa 14 kwenye Kutoka 34:14 nasema, maana utomwabudu mungu mwingine. Ametumia herufi ndogo. Ina maana hapa tunazungumzia madhabahu za miungu, madhabahu za shetani, madhabahu za waganga, za wachawi. Ndizo madhabahu tunazoenda kuzishughulikia. Madhabahu, na utaniuliza kwa nini tushughulikie madhabahu? Au mtu anasema mimi huwa nasikia tu tubunje madhabahu. Ni hizo madhabahu zina madhara gani? Madhabahu yoyote ambayo imeshikilia maisha yako, madhabahu yoyote inayoendesha maisha yako, ndio inayoamuru wewe uishi vipi. Hakuna mbaya, yani kwa mfano kama wewe umejiweka kwenye mikono ya Mungu, Mungu ndiye anayeendesha maisha yako. Lakini kama unaendeshwa na madhabahu ya shetani, ukao ukijua shetani ndiye atakayeendesha maisha yako. Kwa ndio maana anasema tushughulikie madhabahu. Anasema kwa nini tunatakiwa kushughulikia madhabahu za shetani? Kwa nini? Wenda na wewe una swali la kuniuliza kwamba ni kwa nini tushughulikie madhabahu za shetani. Madhabahu iliyokushikilia inakuamlia namna ya kuishi. Yani ndio inaamua wewe uishi. Mfano mzuri, angalia kwenye kile kitabu cha Waamuzi. Kwenye kile kitabu cha Waamuzi ile sura ya 6. Waamuzi sura ya 6, nitasoma kuanzia mstari wa 11. Neno la Mungu inasema, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaroni ulikuwa katika Ofra, ulikuwa ni mali ya Yoashi Mwebezeri. Mwanae Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kujificha machoni pa Wamidiani. Na malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake yale ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huko kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi naye niliye kutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba zangu. Huenda na wewe kuna kitu unataka kukifanya, kile unasema nitafanya kwa jinsi gani? Kwetu sisi ni maskini, mimi ni mtoto wa mwisho, mimi sijasoma. Acha nikwambie, wewe haufaniki kwa sababu umesoma au hujasoma. Mafanikio yako ulishawekewa ndani yako. Kwa hiyo Gideon anajaribu kujitetea mbele ya malaika kwamba ataenda kuwaokoa kwa jinsi gani, yani ataokoa Israeli kwa jinsi gani wakati kwao ni maskini. Yeye ni maskini na yeye ndio mtoto wa mwisho. Mstari wa 16 anasema, Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe utampiga Midiani kama mtu mmoja. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara ya kwamba ndiwe wewe uliyesema nami. Tafadhali usiondoke hapa hata nikujie nikatoe zawadi yangu na kuiweka mbele yako. Nitakungoja hata utakaporudi. Basi Gideon akaingia ndani, akaandaa mwanambuzi na mkate usiotiwa chachu ya efa ya unga, akaitia ile nyama katika kikapu, akautia mchuzi katika nyungu, akamletea hapo nje chini ya mwaroni, akampa. Naye malaika wa Mungu akamwambia, itoe nyama na mikate isiyotiwa chachu, uiweke juu ya mwamba huu, ukamwage na huo mchuzi. Ndipo malaika wa Bwana akanyoosha ile fimbo ile iliyokuwa katika mkono wake, akagusa ile nyama na ile mikate, moto ukawaka mwambani, moto ukatoka mwambani ukateketeza ile nyama na mikate, na malaika wa Bwana akaondoka mbele ya macho yake. Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu, Bwana wangu, kwa kuwa nimemuona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, utokufa. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu. Hapo akaita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Webezeri. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya bahari aliyonayo baba yako,
ukaikate na Ashera iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wa baba yako madhabahu juu ya ngome hii kwa utaratibu zake. Ukamtoe yule ng'ombe wa pili na ukamtoe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za Ashera ulioikata. Naomba nirudie mstari wa 25. Anasema ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu, ukaiangushe madhabahu, ukaiangushe madhabahu. Kumbuka huko nyuma Gideon anajitetea, anajielezea maisha jinsi yalivyo, familia ni maskini 1 2 3 shuka panda, lakini Mungu akudili na hayo maisha ambayo Gideon anaelezea. Akamwambia nenda kaiangushe madhabahu ya baba yako, ile madhabahu ambayo imesababisha umaskini. Hali unayoipitia si kwa sababu ya chochote. Ni kweli kuna namna ambavyo mmeasi mkatiwa mikononi mwa Midiani, lakini kwa habari ya historia ya hii familia ambao unasema kwenu ni maskini sana na wewe ni mtoto wa mwisho, madhara yake ni matokeo ya hiyo madhabahu anayoitumikia nani? Baba yako. Kwa hiyo lazima tuvunje madhabahu, tubomoe madhabahu, tuangushe madhabahu, tuteketeze madhabahu, kwa sababu madhabahu yoyote inayokushikilia ndio inayokuamulia namna ya wewe kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kwenye Kutoka hiyo 10:34 kwanza mstari wa 13 anasema utaiangusha madhabahu, na sio tu kuiangusha, lakini kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile 12 kwanza mstari wa 1 anasema ile ni amri na ni hukumu, yani ni amri sio ombi. Tumeamriwa kuhakikisha tunavunja madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwenye madhabahu, yani ukitaka uvunje vizuri na ushughulikie vizuri hizo madhabahu, vaa sura ya kanisani. Unapokwenda kanisani, ni nini huwa kinatokea? Ni nini huwa kinafanyika kwenye madhabahu? Kuna nini? Hakuna madhabahu bila sadaka. Na kwenye madhabahu unaweza kujipeleka au unaweza kupelekwa, na madhabahu nyingi ni zile madhabahu ambazo tumepelekwa wala hatujajipeleka. Tumejikuta tumeshaingia kwenye vibano, tumeingia kwenye vifungo kwa sababu kuna watu waliotupeleka kwenye hizo madhabahu. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo ile sura ya 6, ukisoma mstari wa 8 na wa 9 anasema nikaona chini ya madhabahu roho za watu waliochinjwa. Kwa hiyo kwenye madhabahu inaweza ukawekwa jina, inaweza ikawekwa biashara, inaweza ikawekwa picha, inaweza ikawekwa ndoa yako, chochote kinaweza kikawekwa kwenye hizo madhabahu. Kwa hiyo tunapokwenda leo kuomba, tunaenda kumsihi Mungu kila madhabahu ambayo imeshikilia maisha yangu, hii madhabahu ya magonjwa, madhabahu ya madeni, madhabahu ya mateso, hizo madhabahu zivunjwe, madhabahu ziharibiwe, madhabahu ziangushwe, madhabahu ziteketezwe kabisa katika jina la Yesu. Kwa hiyo tunakwenda mbele za Mungu kuomba, tunamsihi Mungu, hizo madhabahu tunakwenda kuzishughulikia, hizo madhabahu zinavunjwa, hizo madhabahu zinaharibiwa, hizo madhabahu zinaangushwa, na Mungu akitupa neema na kuja kuendelea kwa wakati mwingine. Lakini kwa leo tunaenda kupitia hivyo vipengele vichache. Sasa madhabahu inaweza ikawa kwenye eneo unaloishi, ndio inaamua namna ya wewe mnaishije. Naweza nikawa ni madhabahu za kifamilia kama kwa kina Gideon, ndio inayoamliwa, na hiyo madhabahu ni ya mtu, lazima awepo mtu aliyeitengeneza hiyo madhabahu. Anasema kaiangushe madhabahu ya baba yako. Ina maana baba wa Gideon ndio aliyekuwa mwenye hiyo madhabahu, ndio mwenye kuitolea sadaka, ndio mwenye kuitegemeza ili uendelee kuwa hai. Amen. Kwa hiyo tunakwenda mbele za Mungu sasa. Tunakwenda mbele za Mungu kuomba. Tunakwenda mbele za Mungu kuomba. Haleluya. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Omba toba. Mwambie Roho Mtakatifu atusaidie. Batilisha na kung'oa mapando ya adui. Haribu kila roho zote za uharibifu. Pangua kila mifumo ya kuzimu. Ndipo tutakwenda kuvunja madhabahu, lakini mwisho tutaomba kwa ajili ya ibada. Usisahau kuombea ibada. Watu wengi ni matokeo ya madhabahu zinazotawala, na hizo madhabahu ndizo zinasemeshewa maneno, ndiko wao wanatamka maneno. Hayo maneno yaliyotamkwa ndio yanaendesha maisha yetu. Kwa hiyo sisi tunakwenda mbele za Mungu, tunamsihi Mungu atusaidie. Tukamsihi Mungu atusaidie, akajidhihirishe, akaonekane. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa huruma zako, asante kwa rehema zako, asante kwa uzuri na utakatifu wako,
Asante Mungu wa milele, maana peke yako wewe ni Bwana. Heshima na mamlaka na nguvu na uzuri na ukuu vyote ni vya kwako Kristo. Pokea sifa Baba wa mbinguni, pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa Mungu mtakatifu, maana peke yako unastahili. Heshima na mamlaka na nguvu na ukuu na uzuri vyote ni vya kwako Kristo Bwana. Ninakubariki, ninakutukuza. Asante kwa huruma zako, asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako. Asante Mungu mtakatifu, ninakushukuru Baba yetu wa mbinguni, wewe uliye mwema, wewe uliye mwaminifu na wa haki, wewe unayetenda katika uzuri wako. Tumekuona Baba ukitulinda usiku wa leo, tumekuona Baba ukitupigania, tumeziona fadhili zako, tumeyaona matendo yako, tumeuona uaminifu wako Baba. Katika jina la Yesu tuko mbele zako Mungu, tunakushukuru, tunakutukuza, tunalihimidi jina lako katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu urali wala usinzii kwa ajili yetu. Mungu unajishughulisha sana na mambo yetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na fadhili zako Yesu ni za milele. Wewe usiyetuacha, usiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao, usiyeruhusu miguu yetu kusogezwa. Ni wewe peke yako Mungu wa kuinuliwa, ni wewe peke yako Mungu wa kutukuzwa, ni wewe peke yako Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Mfalme wa wafalme, Baba wa utukufu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, niko mbele zako Baba. Ninaomba toba, naomba rehema, naomba msamaha juu ya jambo lolote Mungu mtakatifu lisilokupendeza mbele zako, ambalo Baba ni chukizo. Maana imeandikwa, sikio lako si zito hata lisiweze kusikia, mkono wako si mfupi hata usiweze kuokoa. Baba, katika jina la Yesu naomba toba na rehema. Tuondolee kila uovu, tuondolee kila uchafu, tuondolee kila kinachotutenga mbali na uso wako, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaomba toba na rehema. Natubu kwa ajili yangu, natubu kwa ajili ya familia yangu, mume wangu na watoto wangu, natubu kwa ajili ya kila msikilizaji ambaye Baba anatusikiliza na kutufuatilia mahali popote alipo. Ninaomba toba Bwana, ninaomba msamaha, ninaomba rehema Baba. Tusamehe Baba, tuhurumie katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu mwema, Mfalme, katika jina la Yesu, wewe umetuahidi neema na rehema pale tunapotubu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na si rehema zako Bwana, na si huruma zako Mfalme, na si rehema zako Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu mwema, Mfalme wa wafalme, Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, wewe niko ambaye niko, uliye kuwepo, upo, unaishi, unaitawala, unayemiliki katika uzuri na utakatifu wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu, wewe ni Baba, wewe ni Mfalme wa wafalme Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu. Asante kwa sababu umetuahidi neema na rehema tunapotubu. Nami nakuja mbele zako na kusihi Roho Mtakatifu. Umesema wewe ni mtakatifu, unakaa mahali patakatifu kwenye moyo uliopondeka na kutubu, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Wewe ni Mungu mwaminifu, hakuna kama wewe. Wewe ni Baba, wewe ni Mfalme wa wafalme, Mungu wa utukufu. Niko ambaye niko, uliye kuwepo, upo, unayeishi, unayemiliki, unayetawala, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Wewe ni Baba yetu wa mbinguni, na kuja kwako Mungu na kusihi kwa uweza na nguvu zako uwe nasi. Nipo Baba, tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, maana imeandikwa, nawezaje kuingia kwa nyumba ya mtu mwenye nguvu nikateka vyombo vyake nisipomfunga kwanza? Nipo Baba, tunafunga hizo falme, mamlaka, wakuu wa giza, mapepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Ninafunga kabisa na kunyamazisha kila sauti, kila kelele, kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo Mwokozi. Baba mtakatifu, Mungu wetu, kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, ninakusihi Yesu Kristo, Baba mtakatifu, dhihirika. Chochote kinachoinuka, kinachojinua juu ya elimu yako, ninaangusha Kristo, napangua kwa moto, na haribu kwa damu ya Yesu, na vuruga kwa damu ya Yesu, na vuruga kwa damu ya Yesu, na vuruga kwa damu ya Yesu,
Baba ninakusihi uwe nasi Bwana. Imeandikwa mpanzi alipanda mbegu njema, walipolala kaja adui yake akapanda magugu. Nami nakwenda kwenye ulimwengu wa roho, maana umesema ingawa tunaenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Nami nakwenda kwa damu ya Yesu, ninaangusha hizo ngome, naangusha hizo kuta, naangusha chochote kinachoinuka kilichojiinua kwa damu ya mwana kondoo. Kila pando lolote walilolipanda, maana umesema asilolipanda Baba wa mbinguni nang'olewa. Nang'oa mapando ya magonjwa, uharibifu na mafarakano. Nang'oa kila pando la mauti, nang'oa kila mapando ya ajali, nang'oa kila mapando ya kukataliwa na kusaulika, nang'oa kila pando la kila namna ambalo kuzimu imelikusudia kwa damu ya Yesu Kristo. Baba umesema unabatilisha mashauri ya ovu ili mikono yao isipate kutimiza makusudio yao. Chochote kilichokusudiwa Yesu, ninakibatilisha kwa damu ya Yesu. Ninabatilisha kila agenda ya ovu, abatilisha kila agenda ya siri, ninabatilisha kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ninabatilisha chochote ambacho kuzimu imekiachilia, ambacho kuzimu imekikusudia, ninakibatilisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninavuruga kila ratiba zote za kuzimu, ninapangua kwa moto wa Roho Mtakatifu, ninapangua kwa moto wa Roho Mtakatifu, ninavuruga kwa damu ya Yesu. Baba wa milele, Mungu wetu, Falme, katika jina la Yesu, chochote ambacho si cha kiungu kilichopandwa juu ya watoto wetu, kilichopandwa kwenye biashara zetu, kilichopandwa kwenye kazi zetu, kwenye afya, kwenye ndoa, na ng'oa hayo mapando yote, na ng'oa kwa damu ya Yesu. Kila pando la mauti na ng'oka, kila pando la ajali linaharibiwa, kila pando la mikosi na hasara linaharibiwa. Tunakataa, mikono yao haitatimiza makusudio yao. Chochote kilichokusudiwa dhidi yetu kinabatilika kwa damu ya Yesu Kristo, maana imeandikwa mabaya yatatupata sisi wataonaita karibia hema yetu. Baba, hayo mabaya yaliyopangwa hayatafanikiwa kwa damu ya Yesu. Hayatafanikiwa hayo mabaya yaliyopangwa juu ya watoto wetu, yaliyopangwa juu ya biashara zetu, yaliyopangwa juu ya ndoa zetu, yaliyopangwa juu ya huduma zetu. Hayo mabaya yanakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninayapangua kwa jina la Yesu. Ninapangua kila baya lililopangwa, hizo ajali zilizotegeshwa, huo uharibifu, hizo hatari za kila namna zilizoachiliwa kwa damu ya Yesu, zinavurugwa kwa moto, zinavurugwa kwa moto, zinavurugwa kwa damu ya Yesu Kristo. Baba mtakatifu, mfalme mwema, mandaraba sikiria masanda, resa karaba sikiri masaka, ropo koria mandaraba saya, resa karia ndorobo koria, rima sakata karia bashanda, mandorobo sikiria ndorobo koria. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Mfalme wa falme, Mungu wa utukufu, wewe ambaye ni mwaminifu sana na wa haki, ninakusihi Kristo ujidhihirishe. Kila mpango wa uovu uliopangwa ubatilike, hautafanikiwa kwa damu ya Yesu. Baba, nasimama na damu ya Yesu katika lango la asubuhi, maana umesema umeiamuru asubuhi yako tangu siku zako zilipoanza, ili ipate kushika miisho ya nchi. Waovu wa kung'utu wakawe mbali nayo, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaikamata damu, achilia damu ya Yesu katika lango la asubuhi. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye kuta na malango yake, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mchana, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la alasiri, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la usiku. Na ikamata siku nzima, ninapangua kila agenda zote, ninavuruga kwa moto, ninavuruga kwa damu ya Yesu. Baba, ninavuruga kila kilichopangwa ndani ya hii siku hakitafanikiwa katika jina la Yesu. Na nyunyiza damu ya mwana kondoo, ninasemesha lango la asubuhi likawe tasa mbele ya maadui, likawe tasa juu ya kambi ya adui, alitapenyeza chochote. Maana sema wanawaza maovu vitandani mwao, kunapokucha wanayatimiza, maana yanakuwa katika uwezo wa mikono yao. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninapangua kila kilichopangwa kupita kwenye lango la asubuhi, kupita kwenye tumbo la asubuhi. Tumbo la asubuhi tunakukomboa, na waovu wa kung'utu wakawe mbali nawe, waovu wa kung'utu wakawe mbali na lango la asubuhi, wakawe mbali na kazi zetu, wakawe mbali na biashara zetu, wakawe mbali na ndoa zetu. Waovu wa kung'utwe wakawe mbali na afya zetu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Au waovu wa kung'utwe wakawe mbali nasi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila waovu waliojipanga wakung'utwe leo kwa damu ya Yesu. Au waovu wanakung'utwa, wanatuachia kwa jina la Yesu, wanaachia haki zetu,
wanaachia biashara zetu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunajikung'uta na waovu, wakawe mbali na lango la mchana, wakawe mbali na lango la alasiri, wakawe mbali na lango la usiku, wakawe mbali na malango yote. Ninayakomboa na kuyaweka wakfu kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Bwana takatifu, Mungu mkuu, wewe uliye mwaminifu na wa haki, ninakusihi Kristo Bwana ukadhihirike, ukaonekane, ili Baba ibada yetu ikawe ni ibada yenye maana. Kwa damu ya mwana kondoo tunaiachilia damu yako, tunaiachilia damu yako ya agano, tunaachilia damu yako ya agano jipya. Hiyo damu ya utakaso ikapite, ikatakase lango la siku ya leo, maana imeandikwa hii ndio siku aliyoifanya Bwana, na tutafurahi na kushangilia. Baba, mashangilio yaliyobebwa ndani ya siku ya leo kwa damu ya mwana kondoo, hayo mashangilio yaliyobebwa ndani ya siku yetu hayataharibiwa, hayatapindishwa. Baba mtakatifu, mfalme, umesema utakachokifunga duniani na mbinguni kimefungwa. Ndivyo nafunga roho za mateso na mafarakano. Baba, tuamulie amani tena, rejesha furaha na upendo katika nyumba zetu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Agenda ya siri ya adui inabatilika, inaharibiwa, inabatilika kwa damu ya Yesu. Yesu Kristo Bwana. Baba mtakatifu, ninakusihi katika jina la Yesu ukadhihirike, ukaonekane, ukatende sawa sana fadhili zako, ukatende sawa sana uzuri wako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Baba, na kuhitaji Roho Mtakatifu na nguvu zako, ukadhihirike, ukaonekane. Tunafunga chochote kinacholenga kutuondolea amani, tunafunga kila kinacholenga kutuondolea utulivu, tunafunga kila kinacholenga kutuondolea mashangilio ndani ya hii siku. Baba, tunakamata kwenye lango la nchi, tunakamata kwenye lango la familia, tunakamata kwenye lango la mtu binafsi kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tupe amani yako, tushike, tuvuche, tutetee Baba wa mbinguni kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba wa milele, mfalme mwema, tunaomba uonekane, tunaomba ukaonekane kwa damu ya Yesu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, mfalme wa falme, Baba wa utukufu, tunakuhitaji. Dhihirika Bwana, tutenge mbali na walioinuliwa na ufalme wa giza, ili kuachilia uharibifu, ili kufanya vita nasi kwa damu ya mwana kondoo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya masaa, dakika na sekunde zake. Asante kwa sababu jina lako Mungu limeinuliwa, liko juu ya miungu yote katika jina la Yesu. Baba, utajidhihirisha, utatukuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba mtakatifu, Mungu wetu, kara mashendere basaka rapo koria mando robosiki rima sakata karia bashanda rapo koria masinda resa karabasiki rapa shando robokoria kwa damu ya Yesu Kristo. Kora mashanda rabasika resa kariando robokoria rima ndorobosika rapa kataka sikariando kwa damu ya mwana kondoo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, na achilia damu ya Yesu Kristo, hiyo damu inayonena mema, ikanene mema kinyume cha kila madhabahu ambazo zimesimamishwa na ufalme wa giza, madhabahu zilizoshikilia maisha yetu, madhabahu zilizoshikilia ndoa zetu, madhabahu zilizoshikilia biashara zetu, madhabahu zilizoshikilia afya zetu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, maana nasema nikaona chini ya madhabahu roho za watu waliochinjwa. Mungu mtakatifu, ndio maana uliachilia agizo ukasema vunjeni madhabahu zao kwa damu ya mwana kondoo. Na tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la siku ya leo juu ya nafsi zetu, miili yetu na roho zetu. Ikiwa kuna madhabahu yoyote ambako wamepeleka majina yetu, ambako wamepeleka picha zetu, ambako miguu yetu imekamatwa, ambako majina yetu yamekamatwa, na iachilia damu ya mwana kondoo. Baba mtakatifu, mfalme mwema, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, wewe ambaye ni Mungu mwaminifu, Mungu wa haki, tunakuhitaji na nguvu zako ukadhihirike, ukajifunue, ukatende sawa sana fadhili zako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu uliye hai, Baba yetu mwema, mtakatifu, Mungu wa Israeli, wewe unayetupenda, unayetujali, niko ambaye niko, uliye kuwepo upo, unaishi sawa sana fadhili zako. Ninakuomba Bwana udhihirike, ujifunue Bwana, udhihirike
kwa damu ya Yesu Kristo. Asante kwa huruma zako, asante kwa fadhili zako, asante Mungu mtakatifu, kwa sababu unaenda kututoa kwenye hizo madhabahu. Baba, umesema nasi kwenye kitabu cha Waamuzi ile sura ya 6, tukaona Gideoni namna ambavyo anajielezea kwa bali ya umaskini uliomshikilia, lakini wewe kuhangaika na umaskini ulimwambia aende kuangusha madhabahu. Yamkini maisha tulio nayo ni kwa sababu ya hizo madhabahu zilizotushikilia, madhabahu za kabila, madhabahu za mtaa, madhabahu za ushirikina, madhabahu za uganga, madhabahu za watuchukiao, madhabahu za wasiotupenda, madhabahu za wenye hila. Hizo madhabahu zilizoshikilia maisha ya kwetu, Baba, katika jina la Yesu na kwenda na damu ya mwana kondoo, hiyo madhabahu yoyote ambayo imekamata maisha yetu, ambayo imetushikilia, ninapeleka damu ya Yesu, kama ambavyo umesema kwenye kitabu cha Kutoka 34. Mungu mtakatifu, ule mstari wa 13 umesema bali mtabomoa madhabahu zao. Nami nakwenda kwenye ulimwengu wa roho, kila madhabahu iliyoshikilia uzao wetu, hiyo madhabahu iliyoshikilia watoto wa kiume, hizo madhabahu zilizoshikilia watoto wa kike, hizo madhabahu zilizoachilia ulevi, hizo madhabahu zilizoshikilia uzinzi, hizo madhabahu zikaachilia madeni, Baba, naachilia damu ya Yesu, ninabomoa hiyo madhabahu. Anasema bali utabomoa madhabahu zao na vunja nguzo zao. Na bomoa hizo madhabahu, ninavunja hizo nguzo, ninakatakata maashera yao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila madhabahu za umaskini, kila madhabahu za magonjwa, kila madhabahu ya madeni, kwa damu ya mwana kondoo. Kila madhabahu ambako tumetajwa majina yetu kwa ubaya, mila madhabahu ziliko picha zetu, kila manuizo, kila viapo, kila laana kwenye hizo madhabahu, ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninabomoa hizo madhabahu za madeni, hizo madhabahu za umaskini, hizo madhabahu za magonjwa. Ninabomoa kila madhabahu ambayo imetushikilia, ambayo imetufunga. Kila madhabahu inatuachia leo kwa jina la Yesu. Mahali afya yangu imekamatwa, mahali biashara yangu imekamatwa, mahali utumishi wangu umekamatwa, mahali uzao wangu umekamatwa, kwa damu ya Yesu Kristo. Ramo shanda mandorobosika rapo koria manda. Hizo madhabahu zinabomolewa, hizo madhabahu zinaangushwa, hizo madhabahu zinavunjwa. Gideon ulimwambia nenda kaiangushe madhabahu ya baba yako, na tunakwenda tunaangusha madhabahu za mababu, madhabahu za wachawi, madhabahu za waganga, madhabahu za washirikina, madhabahu za mabibi. Tunabomoa hizo madhabahu kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo Mwokozi. Madhabahu yoyote iliyotushikilia tunaiangusha, tunaibomoa, tunaivunja kwa damu ya Yesu. Bando robo saka. Kila madhabahu iliyotushikilia, kila madhabahu iliyotushikilia, kila madhabahu inayotutabisha, kila madhabahu inatuachia leo kwa jina la Yesu. Tunatoka kwenye madhabahu zao, tunatoka kwenye mikono yao. Anasema nikaona chini ya madhabahu roho za watu waliochinjwa, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Naitoa nafsi yangu kwenye hizo madhabahu, natoa nafsi za watu wao kwenye hizo madhabahu, natoa biashara za watu wao kwenye madhabahu, natoa ndoa za watu kwenye hizo madhabahu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu ya mashetani ambayo imeshikilia hatima zetu, kwa damu ya Yesu, hiyo madhabahu inatutapika. Kila kilichoshikiliwa kwenye madhabahu, kila kilichofungwa kwenye madhabahu, kwa jina la Yesu Kristo. Mando robo saka riama shando robo koria, kwa damu ya Yesu. Baba mtakatifu, hiyo madhabahu ituachie. Watoto wetu waachiwe, ndoa zetu ziachiliwe, biashara zetu ziachiliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila madhabahu iliyojengwa, waliotoa sadaka kwenye hizo madhabahu, mandari masaya. Maana imeandikwa kwenye kitabu cha Hesabu 22, ndipo Balaam akamuita Baraki akamwambia njoo nilaanie. Baraki alimuita Balaam aje walaani wana wa Israeli, akamwambia kanijengee madhabahu na ukaandae sadaka ya kondoo na sadaka ya ng'ombe. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, yamkini kuna madhabahu zimejengwa ili watulaani, ili waharibu hatima zetu, na sadaka wameandaa kwa damu ya mwana kondoo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, hizo madhabahu zilizojengwa na laana zilizoachiliwa na matamko yaliyotamkwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, rapo koria masaka re sakaria mando ribo saka re karia bashata ya mando
Andorobosaka, kwa mamlaka ya jina la Yesu, hizo madhabahu zinatutapika, hizo madhabahu zinatutapika, hizo madhabahu zinatutapika kwa damu ya Yesu Kristo. Kila madhabahu iliyotushikilia itutapike, kila madhabahu tulikofungwa inatunatapikwa. Tunatoka kwenye hizo madhabahu na laana walizoziachilia, matamko walioyatamka, sadaka zilizotolewa, wakatufunga kwa sadaka, wakatufunga kwa maneno. Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliye hai, mfalme wa amani, kila maneno yaliyotamkwa kwenye hizo madhabahu, wakafunga hatima zetu, wakafunga uchumi wetu, wakafunga kazi zetu, wakafunga biashara zetu, wakafunga huduma zetu, wakafunga majina yetu. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, hizo madhabahu zinatutapika leo. Tunatoka kwenye madhabahu, tunatoa uchumi wetu kwenye madhabahu, tunatoa majina yetu kwenye madhabahu, tunatoa ndoa zetu kwenye madhabahu katika jina la Yesu. Baba, tunatoka kwenye hizo madhabahu, hizo madhabahu zilizotutabisha. Mandori Mosaka, maana umesema hii ndio amri na hukumu, sawa sana kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ukasema hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kufanya katika nchi ya wapayo Bwana Mungu wenu baba zenu kuimiliki. Ukasema siku zote mtakazokuwa juu ya hiyo nchi. Baba, ukasema vunjeni mahali pote walipokuwa wakitumikia hiyo miungu. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninavunja hizo madhabahu, hizo madhabahu walikotumikia hiyo miungu ya Wahaya, hiyo miungu ya Wahehe, hiyo miungu ya Wabena, hiyo miungu ya Wanyakyusa, hiyo miungu ya Wachaga, hiyo miungu ya Wangoni. Hiyo miungu inabomolewa, tunaharibu kwa damu ya Yesu. Ramosheketakarianda, Ramasakariando. Hiyo miungu ya Makonde inahukumiwa, inapigwa kwa jina la Yesu. Inapigwa hiyo miungu yao, inahukumiwa leo. Watoto wetu wanaachiwa, ndoa zetu zinaachiwa, biashara zetu zinaachiwa. Miungu ya makabila yote ya Tanzania, Baba, inahukumiwa siku ya leo, inahukumiwa leo kwa jina la Yesu, inahukumiwa kwa damu ya mwana kondoo. Ninavunja kabisa mahali pote walipotumikia hiyo miungu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwenye ile milima mirefu, na kwenda na damu ya Yesu kwenye hizo madhabahu zilizojengwa kwenye hiyo milima. Ninabomoa na kuangusha kabisa hizo madhabahu. Ninaondoa uhalali wetu, matamko yaliyotamkwa, maneno yaliyonenwa hapo, nyaraka zilizoandikwa na kusainiwa, vilivyozikwa, Baba, vyote vikafukuliwe kwa damu ya mwana kondoo. Baba mtakatifu, kwenye hiyo milima vinatoka vya kwetu, wanatoka watoto wetu, natoka biashara zetu, kwenye hiyo milima mirefu, kwenye vilima, chini ya kila miti. Tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, kwenye hiyo miti mikubwa walikofungia maisha yetu, walikopeleka majina yetu, kwenye hiyo miti mikubwa walikofungwa waume zetu, walikofungwa watoto wetu, zilikofungwa huduma zetu, zilikofungwa biashara zetu. Tunatoka kwenye hiyo miti, tunatoka kwenye hiyo milima, tunatoka huko njia panda walikotushikilia ya kwamba maisha yetu tusiwe na maamuzi sahihi, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ramo Shandarabasaka Andorobokoria Rimasakaria Mashando Resakarabasaka Ramakorobo Sikirimanda Riandarabasaka, kwenye hiyo milima mirefu, kwenye hivyo vilima, chini ya miti yenye majani mabichi, na mwaga damu ya Yesu. Natoa nafsi zetu, natoa watoto wetu, natoa huduma zetu, natoa vibali vyetu, natoa majina yetu, natoa picha zetu, na kwenda mpaka njia panda, mahali tulikoshikiliwa hapo. Tunatoka kwa jina la Yesu. Hizo madhabahu zinavunjwa. Anasema nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao, na mashera yao teketezeni kwa moto. Na peleka moto wa Bwana ukalambe kabisa kila madhabahu za kichawi, kila madhabahu za kiganga zilizotushikilia kwa damu ya Yesu. Wanatuachia leo, wanatuachia. Watoto wetu wanaachiliwa, huduma zetu zinaachiliwa, vya kwetu vilivyofungwa vikafukuliwe leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rama Shandoro Makoria, sema zibomoeni nguzo zao, mashera yao yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga ya miungu yao ikateni, na jina lao lifutilieni mbali kwa majina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba mtakatifu, Mungu wetu, tunakwenda mpaka njia panda, tunakwenda mpaka kwenye hayo makaburi, mahali walikotushikilia, mahali walikozika huduma zetu, mahali walikozika biashara zetu, mahali walikozika nafsi zetu. Baba, naachilia damu ya Yesu. Tunatoka kwenye hizo madhabahu, tunatoka kwenye mikono yao,
juu ya vifungo chochote ambacho tumefungwa kwacho, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ni Gideoni alifungwa kwenye umaskini Baba, kuna wengine wamefungwa kwenye madeni, wengine wamefungwa kwenye magonjwa, wengine wamefungwa kwenye kutokuolewa, wengine wamefungwa kwenye kutokusoma, wengine wamefungwa kwenye kutokufanikiwa, wengine wamefungwa katika vifungo mbalimbali. Hizo madhabahu ndizo zimeamuru, na iachilia damu ya Yesu Kristo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, ninakusihi Kristo Bwana, dhihirika, onekana, tenda sawa sana fadhili zako, tenda Roho Mtakatifu, dhihirika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila kilicho cha kwetu kilichozikwa, hizo madhabahu zilizoko kwenye makaburi, hizo madhabahu zilizoko kwenye makaburi, kama yule mgonjwa aliyekuwa amepagawa na mapepo, alitoka nyumbani kwao akiishi makaburini. Baba, katika jina la Yesu, sio yeye, ni zile madhabahu ndizo zilizoamuru namna yeye kuishi, na yale matamko yaliyotamkwa. Baba, nabatilisha matamko yote tuliyotamkiwa, hayo maneno ya laana, hayo maneno ya kushindwa, hayo maneno ya kutokufanikiwa. Nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa moto, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta katika jina la Yesu. Ninafuta leo, ninafuta kwa damu ya mwana kondoo, ninafuta kila kinyaraka zilizosainiwa, yale walioyaandika zidi yetu, zile karatasi walizozizika, zile picha zetu walizopeleka kwenye hizo madhabahu kule makaburini, kwa damu ya Yesu. Yesu Kristo alipokukata roho, makaburi yalifunuka, liliponekana tetemeko la ardhi, makaburi yakafunuka. Napeleka tetemeko saa hii, napeleka tetemeko kwa mamlaka ya jina la Yesu. Makaburi yafunuke, vya kwetu vitoke, ndoa zetu zitoke, biashara zetu zitoke, uchumi wetu utoke kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila kilichoshikiliwa kwenye madhabahu, kibali kilichoshikiliwa kwenye madhabahu, tunatoka leo kwa damu ya Yesu. Tunatoka leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunatoka kwenye hizo madhabahu, tunatoka kwenye hizo madhabahu, tunatoka kwenye hizo madhabahu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwenye hizo madhabahu tunatoka, kwenye hizo madhabahu tunatoka, kwenye hizo madhabahu za wachawi tunatoka, kwa waganga tunatoka, kwenye makaburi yote tunatoka. Mahali waliko tuzika wakasema tusaulike kama watu waliokufa zamani. Ninabatilisha viapo vyao, maagano yao yanaharibiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, ninakusihi katika jina la Yesu, ingilia kati ya Bwana, ingilia kati ya Bwana. Natengua kila sadaka zilizotolewa ili kutushikilia, sadaka za kondoo, sadaka za mbuzi, sadaka za ng'ombe, sadaka za kuku, sadaka za fedha, sadaka za vitu zilizotolewa kukamata hatima yetu, zilizotolewa ili kutushikilia, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakusihi mfalme wa amani, sadaka yoyote iliyoachiliwa tunaitengua kwa sadaka bora ya damu ya Yesu. Ile sadaka ya agano jipya ikabatilishe maagano yote na sadaka zote walizozitoa zilizofunga hatima yetu, zilizoshikilia maisha yetu. Hizo sadaka zilizotolewa kwenye madhabahu zao, zilizotolewa kwenye miungu yao, kwa damu ya Yesu. Baba mtakatifu, Mungu wetu, ninakusihi katika jina la Yesu, ukadhihirike, ukaonekane, ukatutenge mbali na laana zao, ukatutenge mbali na nyaraka zilizoandikwa. Tunafuta kwa damu ya Yesu, tunabatilisha matamko yote, maana imeandikwa, neno hili halitakuwa wala litasimama. Kila neno lisilo la Mungu, kila neno ambalo alikuachiliwa na Bwana, tunalibatilisha, tunafuta. Na wote walioinua vinywa vyao, tunafunga vinywa vyao, tunafunga midomo yao inayotutamkia mabaya, kuachilia umaskini, kuachilia mateso, kwa damu ya Yesu. Nafuta kabisa na kutengua maneno yote na sadaka zao na laana zote, walikoraaniwa watoto wetu, walikokamatwa watoto wetu kwenye masomo, kwenye zawadi walizoletewa. Nafuta kwa damu ya Yesu. Naomba mkono wako wa kuume Bwana wenye nguvu ukatushike tena, ukatutoe kwenye mikono yao, ukatutoe kwenye madhabahu zote, hizo madhabahu za magonjwa, hizo madhabahu za umaskini, hizo madhabahu za madeni, hizo madhabahu za kutokufanikiwa, za kutokuolewa, hizo madhabahu za kiganga. Baba, ukatutoe, maana umesema wewe ni Mungu mwenye wivu. Tutoe huko, Mungu mwenye wivu, tutoe kwenye vifungo mbalimbali, mahali tulikoshikiliwa, hizo madhabahu ambazo zinaamua namna ya sisi kuishi. Ninaiachilia damu yako ikatutenge mbali, ikatutenge mbali kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yesu Kristo mfalme, Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakusihi Bwana, tunakusihi mfalme, katika jina la Yesu tuachiliwe, na mali zetu ziachiliwe, kazi zetu ziachiliwe, biashara zetu ziachiliwe,
kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tupe neema ya kushinda, tupe neema ya kuvuka, tupe neema ya kustawi, tupe neema Roho Mtakatifu. Tusaidie Mungu wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba wa mbingu na nchi, mfalme mwema, tunakusihi Bwana usiyeshindwa. Baba, tutoe kama ulivyomsaidia Gideoni, tusaidie nasi Bwana, kila mmoja mmoja, namna ambavyo madhabahu iliyomfunga inachokitaka, namna ambavyo madhabahu imeelekezwa na wale waliotupeleka kwenye hizo madhabahu. Ninapiga mikono yao, ninavunja mikono yao, ninaharibu kwa jina la Yesu waliotupeleka kwenye hizo madhabahu, waliotupeleka huko njia panda, waliotupeleka makaburini. Napiga kwa jina la Yesu, nikibatilisha maneno ya laana yaliyotamkwa juu yetu. Ninafuta na kutengua kabisa. Hakuna neno litakalosimama, hakuna litakalofanikiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rapo koria masaka resandara bakoria ramashandorobosika, kwa damu ya Yesu laana zote zinabatilika, matamko yote yanabatilika kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Ramasaka, hizo madhabahu za kifamilia, madhabahu za maeneo tunakokaa, madhabahu za watesi wetu, mahali walikotupeleka huko kwenye mikoa mingine, kwa waganga, kwa wachawi, kwa warozi, tunatoka huko kwa jina la Yesu. Tunatoka, maana umesema Nebukadneza mfalme wa Babeli amesimama njia panda, na mkononi mwaka akiuliza uganga na uterafi, akiyatazama maini mkononi mwaka anakula Yerusalemu. Na achilia damu ya Yesu, tunajitoa kwenye mikono yao. Anasema wana wa Yuda na wana wa Israeli wameonewa pamoja, na aliyewashika amewashika sana, hataki kuachia na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Na piga hiyo mikono ya watesi na watabishaji waliotushika, wataki kutuachia, katika jina la Yesu. Tunatoa mali zetu, tunatoa afya yetu, tunatoa kibali, tunatoa kila kicho cha kwetu katika jina la Yesu Kristo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, ninakusihi ukajidhihirishe Roho Bwana, ukajidhihirishe Bwana, katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, hizo madhabahu zilizoachilia umaskini, zinazoachilia ajali, zinazoachilia kukataliwa na kusaurika, hizo madhabahu zinabomolewa, zinavunjwa, zinaangushwa, zinateketezwa. Tunajitoa huko na watoto wetu na vya kwetu na mali zetu na kila kicho cha kwetu, tunajinasua kwao kwa jina la Yesu. Hizo madhabahu zinatuachia, hizo madhabahu zinatuachia. Tunatoka kwa damu ya Yesu Kristo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, mfalme, katika jina la Yesu na kusihi ukadhihirike, ukaonekane, maana imeandikwa utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Kuna madhabahu yoyote itakayofanikiwa kinyume na damu ya Yesu, tunamwaga damu ya Yesu kwenye hizo madhabahu zao, na mwaga damu ya Yesu juu ya majina yetu, nafsi zetu, sura zetu, picha zetu, popote ambapo ikiwa kuna madhabahu yoyote ya ufalme wa giza, ina majina yetu, ina biashara zetu, ina watoto wetu, ina utumishi wetu, kwa damu ya Yesu tunajinasua kwenye hizo madhabahu. Tunatoa vya kwetu, watoto wetu, ndoa zetu, afya zetu, tunatoka kwenye mikono yao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu, tunaomba neema yako na mkono wako wenye nguvu ukatushike sasa na fadhili zako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ndipo Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakabidhi taifa letu la Tanzania mikononi mwako Mungu, tukiendelea kuomba toba na rehema. Wewe uliye Mungu wa haki ukasimame, wewe uliye Mungu wa haki ukasimame, wewe uliye Mungu mwaminifu ukasimame. Tusaidie Roho Mtakatifu, tuepushe na mabaya, tuepushe na mabaya, tuepushe na mabaya kwa damu ya Yesu. Baba mtakatifu, okoa ndugu zetu, tuokoe na mkono wa adui, tuokoe na mipango mibaya ya adui. Tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya nchi, tuondolee vita, tuondolee mateso, tuondolee chochote ambacho kuzimu imekikusudia. Hayo mabaya hatafanikiwa juu ya uso wa nchi. Mungu, tunakusihi wewe uliyesimama ukaokoa Israeli, tuokoe na sisi. Damu yako ya thamani ikapite, ukaachilie neema na rehema zako kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tunamwaga damu Yesu kwenye mikoa, kwenye wilaya, kwenye tarafa, kwenye vitongoji, kwenye ardhi, kwenye anga. Baba, tunawaleta watawala mikononi mwako. Mungu, kasimame nao, wenye mamlaka wote. Tunaomba neema yako katika jina la Yesu. Usinyamaze Mungu wa kweli, usitupite, ukatutendee sawa sana fadhili zako, ukatuongoze katika nchi sawa. Tunamwaga damu ya Yesu kwenye ardhi. Ondoa kila damu inayolia na kudai kisasi, tuondolee Bwana katika jina la Yesu. Umesema tutubu na kurejea ili dhambi zetu zifutwe. Ninaomba toba na rehema juu ya malango na kuta zake kwa damu ya Yesu. Sante Roho Mtakatifu, kwa sababu unaenda kutusaidia. Kila makusudio ya adui hayatafanikiwa, kila mpango wa kuzimu hautafanikiwa. Kicho cha kwako Mungu Baba
ndicho kitakachosimama katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Ndipo Mungu mtakatifu, tunakabidhi hata siku ya uchaguzi mikononi mwako. Wewe Mungu usimamaye katika haki, ukasimame, ujidhihirishe na ujifunue katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tunaombea wanaosafiri siku ya leo, walinde, watunze, waongoze, wafike salama huko wanakokwenda, waepushe na ajali. Tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la maji, lango la ardhi, lango la anga, mahali popote wanaosafiri, wanaenda kwa miguu, wanaotumia pikipiki, tunawaweka mikononi mwako. Tuepushe na mauti, tuepushe na ajali za kila namna kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba Bwana kwa ajili ya wagonjwa walioko majumbani, wako hospitalini, naomba toba na rehema kwa ajili yao, maana imeandikwa kusamehe maovu yako, akuponya magonjwa yako yote. Kila ugonjwa Bwana uliotajwa, tunanyunyiza damu ya Yesu, tukisifu fadhili zako Roho Mtakatifu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakuletea ibada ya leo mikononi mwako. Tunaombea watumishi wote watakao kusimama mahali wanaosimama katika madhabahu za kweli, wanaotaja neno lako katika kweli, wanaotaja jina lako katika kweli. Tunawainua mikononi mwako. Tunaomba roho ya uchaji, nguvu zako ziwafunike, neema yako Kristo ikakae juu yao, wawezeshe ibada ikawe na uchaji, mioyo ya watu ikafunguke, watu wakalipokea neno lako, wakafunguliwa na kupokea kile kilicho cha kwako katika jina la Yesu. Ninakusihi Kristo Bwana, usinyamaze, ukaonekane katika ibada. Kila atakayekuja ibadani, kila atakayeingia katika nyumba yako Bwana, tunaomba katika jina la Yesu usinyamaze kwa ajili yake. Na zaidi ya yote Mungu, ponya, okoa. Wewe unayetenda ishara na maajabu duniani na mbinguni, achilia ishara zako na miujiza ikaachiliwe, watu wafunguliwe, watu waponywe, watu wafunguke, watu waponywe katika jina la Yesu. Kila aliye na kiu ya kukutana na wewe akakutana na mimi katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, kwa sababu wewe ndiye Bwana wa ibada na ibada ni ya kwako, nasi tunajiweka wakfu ili wewe peke yako ukatawale na kutakasia mioyo ya watu, viti na malango. Tunakutakasia kila kitu. Onekana katika ibada ya sadaka, onekana katika sifa, onekana katika neno, onekana katika maombi, onekana kwenye ibada ya leo. Wafunike watumishi wako kwa utukufu wako kama vazi. Roho ya uchaji kakae juu yao, na kila aliyeingia ibadani akakutana na mkono wako katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Asante Mungu kwa sababu uko nasi, na tunajidhabihu kwako, tukienda kinyume na kila visasi, malipizi ya adui. Tunajikung'uta na kila ubaya wa kila namna. Tunaomba uso wako Bwana uende pamoja nasi, ukatufanikishe kila tutakapokuwa, maana imeandikwa kila tutakapokwenda umeamuru tuokolewe. Ukatuokoe na mabaya yote, ukatutenge mbali na mkono wa muindaji katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Mungu, tunakuinulia na ibada ya tarehe 9 mwezi wa 11. Tunaweka wakfu hiyo siku. Roho Mtakatifu, tunaomba mkono wako wa kuume wenye nguvu kawe pamoja na sisi. Tunaomba Baba ukajidhihirishe. Tunaomba Baba ukalete watu kutoka magharibi, mashariki, kaskazini na kusini. Tunaomba Bwana ukafungue mioyo ya watu watakaojitoa kwa ajili ya kazi yako Roho Mtakatifu, watakaotoa fedha zao kwa ajili ya kuwakilisha hiyo siku, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ninakusihi Bwana ukadhihirike, ukaonekane, ukatende sawa sana fadhili zako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sante Roho Mtakatifu, maana tuna uhakika na wewe ya kwamba utaenda kujidhihirisha. Utaonekana kwa wanenaji, utaonekana kwenye vyombo, utaonekana kwenye umeme, utaonekana kwenye ile ardhi na anga la eneo tunaloenda kufanyia hiyo ibada. Baba, kila atakayefika atauona utukufu wako katika jina la Yesu. Fungua mioyo ya watu, tufungue, kila mmoja atakayefika akauone utukufu wako katika jina la Yesu. Naombea watumishi wako wanenaji uliowaandaa, na mleta Beti Zani madhabahuni pako na mchungaji Beatus. Mungu, na waweka mikononi mwako, nikikusihi Baba katika jina la Yesu, watumie kama chombo chako cha sifa, lakini kupitia wao Mungu kajidhihirishe. Waimbaji wote watakao simama kuimba, upako na mafuta mabichi yakatufunike, neema yako Kristo ikadhihirishwe katika jina la Yesu. Asante Mungu wa pekee na wa kweli, asante kwa sababu unaenda kutenda. Heshima na mamlaka na nguvu ni za kwako. Asante kwa ajili ya sadaka za watu wako ambao wanaendelea kujitoa kwa ajili ya kufanikisha hiyo ibada. Endelea kufungua mioyo ya watu watakaoendelea kujitoa kwa ajili ya fedha zao, ili kazi yako Mungu ikapate kufanikiwa. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tunaomba na tunaamini ya kwamba imekuwa, na tunapokea kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana Yesu kwa sababu tunajua uko na sisi. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Pendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa ibada hii ya maombi ya usiku wa manane, ninakutakia siku njema na Mungu wa mbinguni akubariki. Ibada yako ikawe ni ibada yenye maana. Siku yako imebarikiwa na Mungu wa mbinguni akutunze. Namba zetu za sadaka ziko hapo, na kwa ajili ya mawasiliano na lakini unaweza kuachilia sadaka yako hapo. Iko
namba ya M-Pesa namba 0757111639. Hiyo ni kwa ajili ya M-Pesa. Lakini kwa namba ya Tigo ni 0653077474. Hiyo ni kwa ajili ya Mixx by Yas. Ukitumia hizo fedha zinatufikia zote, ni kwa jina linakuja Lydia Kagisa, lakini kuna Maendeleo Benki na pia kuna CRDB. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki, na ukituma sadaka kwa ajili ya ibada niandikie kabisa kwamba nimetuma kiwango fulani kwa ajili ya ibada ya tarehe 9. Mungu wa mbinguni akutunze na akufanikishe. Mungu wa mbinguni akubariki. Na wewe ulioko nje ya nchi ambao unatamani kushiriki, hizo namba zote zinaweza tukapokea sadaka, lakini pia hiyo ibada na wewe utashiriki, kwa sababu tunamwamini Mungu akitufanikisha kila kitu kikaa sawa, ibada yetu itaruka live, na maana wewe utakuwa mhudhuriaji wa hiyo ibada kwa utukufu wa Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni akubariki na akutendee mema. Amen.